Wanajeshi wa Ukraine wamekimbia ama wamejiondoa kutoka katika nafasi zao karibu na makazi matano huko mkoani Zaporizhia. Vladislav Voloshyny ambaye ni msemaji wa vikosi vya ulinzi vya kusini mwa Ukraine ameripoti kuhusu taarifa hii ya wanajeshi wa Ukraine ambao wamekimbia au kujiondoa katika makazi matano huko mkoani Zaporizhia. Kiongozi huyo amenukuliwa akisema, tumejiondoa kabisa kutoka Uspenovinka na Novomykolaivinka ambapo mapigano makali sana yanaendelea. Kwa Yabulokovi na maeneo mengine matatu au manne, operation ya ulinzi inaendelea na mstari wa mawasiliano unabaki ya kuwa na nguvu, Voloshyny amenukuliwa hivyo. Taarifa hiyo inafuatia maoni yaliyotolewa mnamo Novemba 9 na Valentin Manko ambaye ni kamanda wa vikosi vya kushambulia vya Ukraine, ambaye alisema jeshi la Ukraine pia limesimamisha kusonga mbele kwa Urusi huko mashariki mwa mkoa wa Zaporizhia na kusafisha vijiji vya Solodike pamoja na Revinopelia. Manko aliongeza kuwa mapigano bado yanaendelea karibu na vijiji vya Poltavinka na Usipenivinka ambapo vikosi vya Urusi vilikuwa vikisukuma kuelekea mji wa Huliaipol. Voloshyny aliunga mkono matamshi ya Manko akisema ya kwamba vikosi vya Urusi bado vinajaribu kusonga mbele kaskazini mashariki mwa Huliaipol katika juhudi za kukata njia ya usambazaji kutoka kijiji cha Pokrovsk katika mkoa wa Dnipropetrovsk. Katika siku za hivi karibuni, wanajeshi wa Urusi wameongeza shughuli za mapigano katika maeneo ya Orkivi na Huliaipol ya mstari wa mbele ambapo hadi mapigano 50 yanafanyika kila siku, huku majaribio ya kuendelea kushambulia na kujipenyeza yakiendelea kuripotiwa. Voloshyny amesema adui, yani Urusi, anafanya mashambulizi makali ya risasi katika nafasi zake. Kwa kweli wameharibu ngome zote zilizopo na makazi na kuwalazimisha kujiondoa katika nafasi fulani katika makazi kadhaa, iwe pembeni au ndani zaidi ya safu zao za ulinzi, Voloshyny amesema. Vikosi vya Urusi pia vinajaribu kuingia katika nafasi za Ukraine na kuendelea kusonga mbele. Kulingana na Voloshyny pia amesema hali ni ngumu sana katika upande huo. Urusi inatumia vibaya hali ya hewa kusonga mbele katika vikundi vidogo, ikitembea kwa miguu au kutumia pikipiki. Wakati huo pia hali mbaya ya hewa inazuia vikosi vya Ukraine kutumia ndege ambazo za rubani dhidi ya Urusi, Voloshyny amebainisha hivyo. Kwa sasa Moscow inachukua takribani 70% ya mkoa wa Zaporizhia, lakini mji mkuu wa kikanda Zaporizhia unabaki chini ya udhibiti wa Ukraine. Wakati huo pia wanajeshi wa Urusi wanaendelea kusonga mbele katika mkoa jirani wa Dnipropetrovsk pamoja na Donetsk, ambapo mojawapo ya malengo yao muhimu katika miezi ya hivi karibuni imekuwa jiji la Pokrovsk katika mji wa Donetsk, ambapo takriban wanajeshi 300 wa Urusi wameripotiwa kuwa wamepangwa hadi mwanzoni mwa mwezi Novemba. Wakati pia hao yakijiri kutoka mstari wa mbele wa kivita, taarifa nyingine ambayo iliweza kuripotiwa mapema kabisa ni kuhusu mawaziri wa kigeni ambao wanatoka G7 ama nchi za G7 wamekutana huko kuzungumza kuhusu Ukraine, ambapo mawaziri wa mambo ya kigeni wa mataifa G7 wanakutana huko nchini Canada kwenye mikutano inayotazamiwa kujikita kwenye mzozo wa Ukraine na Urusi na kusaka njia ya pamoja ya kukomesha vita hivyo. Mkutano huo unaofanyika kwenye mkoa wa Nagara unaopakana na Marekani unatarajiwa kuzungumzia ufadhili zaidi kwenda Ukraine. Mawaziri hao pia wanakutana baada ya Rais Donald Trump kuziwekea vikwazo kampuni mbili kubwa za mafuta za Urusi mwezi uliopita na kumkosoa vikali Rais Vladimir Putin kwa kukataa kukomesha vita hivyo dhidi ya Ukraine, ambako Trump pia ameshinikiza mataifa ya Ulaya kuacha kununua mafuta kutoka Urusi, akidai kuwa fedha wanazotoa ndizo zinazotumiwa na Moscow kuendeleza vita vyake dhidi ya Ukraine. Licha ya Kiev kuendelea kukabiliwa vibaya na mashambulizi ya Moscow, waziri wa mambo ya kigeni wa Canada Anita Anadi amejizuia kuahidi hatua zozote madhubuti kuisaidia Ukraine kwenye mazungumzo hayo ya huko Niagara.